Sasa ushahidi mkubwa ambao tume imepata ni ushahidi ambao tumepata chini ya kiapo ambayo nitakuja kwenye swali lako la uzito wa ushahidi na kwa nini kiapo. Kwa hiyo mashahidi 553 wameleta ushahidi kwa njia ya kiapo cha maandishi. Kwa Kiingereza tunaita affidavits. Kiapo cha maandishi 553, lakini sisi wenyewe kama tume tumeweza kuwasikiliza ana kwa ana pia chini ya kiapo kwa wengi wao mashahidi 1323 ambao tumewasikiliza ana kwa ana kwenye vikao vya faragha wengine, lakini wengine vikao vya wazi nje, ambao mtu anakula kiapo anasema mimi nitasema ukweli na ukweli mtupu, na anaapa kadri ya dini yake, Kristo kwa Biblia, Waislamu kwa msahafu, lakini wengine tu kwa kusema kwamba natarudia swali lako lile la maana nini kiapo na kina uzito gani. Kwa hiyo ni kundi moja la taarifa la ushahidi tuliopokea, huo ushahidi wa viapo vya maandishi 553 na kuwasikiliza pia chini ya kiapo wengi wao kikao cha faragha au kikao cha nje 1317. Lakini methodolojia ya pili tulotumia, kwa sababu sio kila mtu anataka kutoa ushahidi wake hadharani, kwa hiyo tunasema njia nyingine ya kutumia sisi tume kufanya kazi ni kutumia madodoso kwa Kiingereza questionnaire. Unajaza mtu, una ulazima wa kutaja jina lako, utakupa maswali, wewe unajaza chanzo ni nini, sio unajaza unapotaka, unajaza kadri ya maswali yale ili utusaidie kujibu hadidu za rejea. Tumeambiwa tuchunguze chanzo ni nini, lengo waloingia kwenye vurugu ni nini, kichocheo kilikuwa ni nini, madhara yalikuwa madhara gani. Kwa haya madodoso tumewapa watu, wameangalia, wamejibu kwenye hayo madodoso, na madodoso ni 4891 kwa watu wamejaza bila kusema yeye ni nani au anaeleza anachotaka, uhuru.